Huduma zinazopatikana hapa shuleni ni pamoja na huduma ya maji ya kisima kirefu, tuna huduma ya umeme wa TANESCO na generator pamoja na sola, tuna huduma ya chakula cha mchana na usiku kwa wanafunzi wote, nishati ya biogas kwa ajili ya kupikia, bustani za mboga ili kuboresha lishe ya wanafunzi. Upande wa taaluma, ufaulu umeendelea kuimarika mwaka hadi mwaka kwa matokeo ya mitihani ya kidato ya kitaifa. Kwa mfano kwa kidato cha 4 na cha 6 kwa mwaka 2024 matokeo yalikuwa ni mazuri. Daraja la 4 na daraja 0 na malengo yetu ni kufuta daraja la 4 na la 0. Na kwa mfano kidato cha 6 matokeo yaliyopita tulikuwa na division 1 71. Division 2 tulikuwa nazo 78. Na division 3 tulikuwa nazo 9. Tulikuwa na 3 wala hatukuwa na 0. Kwa kidato cha 4 tulikuwa na division 1 9, division 2 kama 13, 3 zilikuwa nyingi na 4 lakini tulikuwa na 0 moja. Lakini malengo yetu ni kufuta kabisa daraja la 4 na 0. Shule yetu ina maabara nzuri na za kisasa yenye vifaa muhimu na masomo ya vitendo, yani masomo ya fizikia, kemia na biolojia. Shule ina maabara ya tehama yenye jumla ya kompyuta 21 na maktaba yenye vitabu vya kiada na ziada kwa wanafunzi kwa ajili ya kujiongezea maarifa. Vile shule yetu ina ufadhili. Majengo yote tulionayo hapa kasoro madarasa mawili yote yamejengwa na ufadhili wa ICLAT. Chini ya mwenyekiti wetu hapa Peter Twalima. Mpaka sasa hivi miundombinu ambayo imekamilika, tuna nyumba 18. Tuna vyumba 18 vya madarasa. Tuna vyoo vya madarasani vyenye matundu 27. Tuna mabweni 10. Tuna vyoo viwili kwa ajili ya walimu. Tuna nyumba 15 za walimu. Tuna viwanja 3 vya michezo. Tuna jengo moja la utawala. Tuna vyumba 3 vya kupumzikia wanafunzi wagonjwa. Tuna nyumba ya mlinzi. Tuna fence inayozunguka shule nzima pamoja na geti kwa ajili ya usalama wa wanafunzi. Tuna incinerator kwa ajili ya kuchomea taka ngumu. Vile tuna mradi wa biogas. Na biogas hii tunaipata kutokana na vinyesi vya wanafunzi. Kwa hiyo inatutengenezea biogas tunayoitumia kwa ajili ya kupika chakula cha wanafunzi. Mafanikio tulionayo, la kwanza ni kuongezeka kwa ufaulu wa vidato vyote mwaka hadi mwaka. La pili, tumefanikiwa kuwa na umeme wa uhakika na wa kutosha. Tumefanikiwa kuwa na maji ya kutosha yaliyosambazwa kwenye maeneo yote ya shule. Tumefanikiwa kuanzisha na kuendeleza bustani za mboga kwa ajili ya kuboresha afya za lishe ya wanafunzi. Tumefanikiwa kuanzisha mradi wa ufugaji wa ng'ombe kwa ajili ya wanafunzi kujipatia mboga maana ya nyama. Tumefanikiwa kuotesha miti ya kutosha kwenye maeneo ya shule. Tumefanikiwa kuanzisha mradi wa ufugaji wa ng'ombe kwa ajili ya nyama na maziwa. Tumefanikiwa kuimarisha nidhamu ya wanafunzi ambayo ndiyo msingi wa ufaulu wa wanafunzi. Awali ya yote tunamshukuru Mungu mwingi wa rehema kwa neema ya kutufanikishia kufika hapa shuleni kwetu. Tunawashukuruni sana, lakini shukrani za pekee zimwendee mwenyekiti wa ICLAT Foundation Mr. Twalima, maana bila jitihada zake na nguvu zake inawezekana tusingekuwa na shule hii. Yeye ndio aliyepigania kuanzia upatikanaji wa eneo, na awali kabisa alianza shule hii kwa nguvu zake binafsi kabla hajapata wafadhili. Alianza kwa nguvu zake binafsi kwa kujenga madarasa 6 na mabweni 2, lakini baadaye Mungu ikampendeza akapambana akapata wafadhili wa Ujerumani, ambapo wanashirika linaitwa Upendo Society ya Ujerumani wakaweza kumuongezea nguvu
na hivyo kufanya shule ionekane kama ilivyo leo. Kwa hiyo sisi tunamshukuru sana kwa jitihada zake na kuona kwamba kuna haja ya kurudisha nguvu nyumbani. Tunakutakia Mungu akupe uzima, akutunze na zaidi utuletee miradi mingine katika jamii yetu. Nashukuru sana. Lakini vile vile tumeanzisha kitengo cha elimu ya watu wazima. Sana sana tumelenga wale wanafunzi ambao walikatisha masomo yao kwa changamoto aidha za ugumu wa kipato kwa familia, lakini zaidi tuliwalenga wale wanaopata ujauzito na kukatisha masomo yao. Kwa hiyo tuna wanafunzi hapa tulionao ambao wamerejea shuleni baada ya kupata changamoto ya ujauzito. Kwa hiyo tuko nao hapa tunawalea. Lengo letu ni kuhakikisha kila mtoto wa Kitanzania anapata au anatimiza ndoto zake za kielimu. Walipata bahati mbaya wakapata ujauzito, lakini walikwisha jifungua kama ambavyo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitoa wasaa huo wa kuwaruhusu wanafunzi waliokatiza masomo kurudi mashuleni. Kwa hiyo tuna darasa hapa tunatoa huduma hiyo. Wale mfumo wao kidogo ni tofauti. Wanasoma masomo ya kidato cha kwanza na cha pili kwa mwaka mmoja kama QT. Kwa hiyo baada ya hapo ambao wanafikia vigezo tunawasajili wanafanya mtihani, lakini ambao hawajafikia vigezo vya kufanya mtihani tunaendelea kuwaandaa kwa ajili ya mwakani. Mimi naitwa Shabani Mlisho, ni katibu wa CCM wa mkoa Manyara. Wale wote kwanza natoa shukrani kwa wafadhili au ICRAT waliofanya mambo haya makubwa, ambao hii shule kwa historia ilianza kutengenezwa na Mzee Toima kwa ufadhili wake mwenyewe, yani kwa uwezo wake mwenyewe na kipato anachopata kutokana na shughuli zake. Lakini aliweza kutengeneza zaidi ya madarasa 6. Lakini baada ya kupata ufadhili kutoka nje ameweza kutengeneza zaidi ya madarasa 24 na nyumba za walimu karibu 15. Kutoka wanafunzi 94 hadi leo kuna wanafunzi 1000 na 1000 karibu na 200. Hili ni jambo kubwa sana ambalo uwekezaji mkubwa umefanyika. Lakini licha hivyo ukiangalia kiwango cha elimu kilivyopanda. Kiwango cha elimu hii shule haina division 3 na 4 kwa kidato cha 5 na kidato cha 6. Lakini bado wanaendelea mtaratibu wa kuondoa division 0 na 4 kwa kidato cha 4. Kwa hiyo ni kazi kubwa. Kwa hiyo uwekezaji huu umeleta manufaa makubwa sana kwa watu wa Simanjiro, hasa kwenye hii sekta elimu. Ni shule pekee ambayo ina facilities zote ambazo zinahitajika kwa mwanafunzi. Ni zaidi ya shule za watu binafsi za watu binafsi na taasisi nyingine ambazo zimewekeza fedha nyingi, lakini tunashukuru taasisi hii NGOs ECRAS kwa kufanya mambo makubwa na kuweza kuongeza ufaulu na kuweza kuwainua vijana wetu wa mkoa wa Manyara. Asante. Kwanza nimshukuru sana. Ni watu wachache sana ambao wanapata bahati ya kupata fedha nje na kuweza kuwekeza ndani bila kuwa binafsi. Maana angeweza kujinufaisha yeye na familia yake na ndugu zake, lakini akaamua kuwasaidia Watanzania. Amefanya hii sio kwa Simanjiro peke yake. Amefanya kwa zaidi ya karibu mikoa zaidi ya wilaya zaidi ya 6, mikoa zaidi ya 6. Amefanya hivi na bado hii yozi yake ni ya kimataifa sasa. Anaweza kufanya sehemu yote kwenye mkoa huu kwenye nchi hii ya Tanzania. Kwa hiyo nimpe pongezi, lakini nimtie moyo kwamba haya mambo yote yanaweza asilipwe sasa, ila tunaamini Mungu ipo siku atamlipa kwa kizazi ambacho kisingewezekana kisingepata hii elimu. Sisi kauli yetu kwanza tunampongeza, lakini tunamshukuru pia na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali yake, baada ya kulepewa majengo haya, wameweza kuleta walimu wenye weledi na uwezo kuweza kusimamia elimu, na hapa sasa matokeo yake tunaona. Kwa hiyo mimi nampongeza, tunaipongeza kamati ya siasa, na kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Manyara tunapongeza sana Mr. Toima pamoja na wenzake walioweza kufanya haya, lakini tuipongeze serikali yetu, tuwapongeze wanafunzi wanaosoma katika shule hii bora na ya kisasa. Kuna mapungufu gani shuleni? Kwa mfano kama sikombi hapa HJK. Mimi tangia ripoti sijawahi kuona kitabu cha Tai cha Kiswahili moja, labda kule labara na nili library. Kwa hapa tuna upungufu wa vitabu sana. Vitabu vya tamthilia kama
hii tamthilia tuliosoma ya Vuta Nkuvute, sisi aka tunasoma kilikuwa kimoja. Sasa hivi ndo naona vimeletwa viwili, kwa upungufu wa vitabu. Sasa mimi ndio nimejenga hii shule yote, na kwa hiyo huo upungufu kama nilivyosema, mkuu wa shule atatuorodheshea vitabu vinavyohitajika shuleni vyote. Vyote kabisa. Kwa kila somo. Alafu tutafanya utaratibu, ndugu katibu, tuhangaike ili pamoja na serikali hivyo vitabu viweze kupatikana shuleni. Kwa hiyo mkuu, kama kawaida, tunaomba orodha. Alafu tupeleke kwenye maktaba, labda kama ni vitabu vya kiada au vitabu vya ziada au vya rejea, vyote hivyo. Ndani vitabu muhimu vya kiada, vile vya kufundishia. Lakini na ninyi muache kuharibu vitabu au kuviiba. Wewe kitumie kitabu kwa muda uliopo shuleni, ukimaliza unakiacha, alafu mwenzako anafanya nini? Anaendelea kutumia wakati mwingine. Tusaidiane, tupendane, na tunajenga nchi moja. Na hiyo nchi inajengwa kupitia elimu inayotolewa hapa darasani, kwenye shule zetu, na vitabu vinavyotumika, mnavyovitumia ninyi na walimu wanavyofundisha, ndio elimu inapatikana kwa wanafunzi wote. Alafu tunakuwa Watanzania wasomi, tunakwenda kulijenga taifa letu.